Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Naomba simu zote zinaweza kuwa flight mode, ama kama hauitumii kwa maandiko unaweza kuizima tu, kama uitumii unaweza izima, lakini hakikisha simu zote zimekuwa flight mode ili zisisumbue. So tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, nasema ni asante katika siku yako ya Sabato ambao Bwana ili kupendeza Bwana tupumzike katika siku yako ya saba ambao ni Saturday ya leo ya tarehe 2 Bwana Mungu unayeokoa nafsi, Mungu unayefunua dhambi zetu, Mungu unayetuhukumu, unayetuconvict kuhusiana na dhambi kupitia Roho wako aliye mtakatifu Bwana. Mungu, siku ya leo tunapoangalia neno lako, tunaomba tafadhali Bwana, nenda ukashuke mahali hapa Bwana, na ukafanye kazi ya conviction of our sins, ukapeane repentance kamilifu Bwana, na ukaokoe nafsi kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Mungu, usipookoa nafsi hazitaokoka Bwana. Yesu, usipookoa nafsi hazitaokoka. Lakini Yesu, utakapojidhihirisha kwa nafsi, Mungu utakapojidhihirisha katika nafsi zitaokoka Bwana. Mungu, tegemeo letu ni hilo, si mpangilio mzuri wa maandiko, si mpangilio mzuri Bwana wa somo, si mpangilio mzuri Bwana wa chochote ambacho Bwana tumekipanga, ila Bwana na kutazamia wewe Bwana. Nenda ukatupatie moyo mmoja, nenda ukatupatie imani moja. Kwa wale ambao bado hawajapokea Kristo ndani ya mioyo yao, acha wakapokee Bwana. Si mali hapa tu peke yake, lakini hata mitandaoni, mtakatifu wa Israeli. Kumbuke ushirika Bwana wa Tanzania Bwana, Abraham Mabanda mkewe na ushirika mwingine wote Bwana, wale Bwana watembelee Bwana katika jina lake Yesu Kristo Bwana. Mungu, naomba pia wale ambao wako mitandaoni, mkumbuke Mwendo wa Mbabu Bwana na wengine wote, mtakatifu wa Israeli. Kumbuke na familia yake Bwana, kumbuke wengine wote akina Wekesa Bwana, kumbuka hata Juma Bwana. Nenda ukajidhihirisha kwao Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Kumbuka Morris, kumbuka Sam Bwana. Nenda ukaonekane katika maisha yao Bwana ya kiroho Bwana na hata kimwili katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu, tuoshe, tutakase, Mungu tusafishe, mtakatifu wa Israeli. Yesu, jichagulie kanisa lako Bwana. Yesu, safisha kanisa lako Bwana. Wale ambao hawako katika safina Bwana, licha kwa tuko nao mahali hapa Bwana, tunakuomba tafadhali kwa upendo wako Mungu. Tafadhali Mungu, tunashuka Bwana, waingize katika safina Bwana. Mungu, jitukuze Bwana. Fanya mioyo Bwana yetu iwe mepesi ya kupokea neno lako Bwana. Hata takapotoka nje Bwana saa 8, tunaomba Bwana wale walio nje ya safina saa 9, wale walio nje ya safina Bwana, tunaomba Bwana ukawazungumzie Bwana ili waingie ndani ya safina Bwana. Ili viti vyao Bwana ndani ya safina visikaliwe na wanyama Bwana. Ili viti vyao, nafasi yao Bwana isichukuliwe na ndovu, nafasi yao isichukuliwe na fisi, nafasi yao Bwana isichukuliwe Bwana na twiga Bwana. Saidia Bwana. Waamshe Bwana wapate kukimbia Bwana kwa kutubu Bwana kupitia rehema na neema zako Bwana, na kuipokea zawadi ya Roho Mtakatifu kutoka mbinguni Bwana. Nenda ukatubatize Bwana, wale ambao hawajabatizwa na Roho Mtakatifu Bwana, kaubatize na Roho Mtakatifu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu, usipookoa nafsi zitaokoka. Mungu, usipookoa nafsi tutashinda tu hapa Bwana. Kila Sabato, kila siku za katikati Bwana, naomba tu rehema zako Bwana, na kwa jina lako Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tukisadiki. Amen. Tutaangalia neno ambalo liko kwa ubao, lilitoka kwa kinywa cha Yesu Kristo. Weza nsomea Biblia weza soma tu ya Kiswahili, nitasoma ya Kimombo. Angalia kitabu cha Yohana 3 mstari wa 3. Kitabu ni cha Yohana 3 mstari wake wa 3. Andiko nasema, Yesu akamjibu,
Amin, amin nakuambia, hakuna mtu awezaye kuuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Tarudia tena, Yohana 3 mstari wake ni 3. Andiko nasema, Yesu akamjibu, amin, amin nakuambia, hakuna mtu anayeweza kuuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Sawa. Unaweza nisomea toleo nyingine lolote ambalo liko na msipo? Kitabu cha Yohana 3 mstari wake ni 3. Ndiko anasema, Yesu akajibu akamwambia, amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Rejelea tena tafadhali. Yohana 3 mstari wake ni 3. Yesu akajibu akamwambia. Yesu anamwambia Nikodemus. Yesu anakuambia wewe. Yesu anamwambia mtu yote ambaye yuko duniani. Yesu anasema hivi, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu anamwakisha Nikodemus. Neno lingine la hili verily inasema ni anamwakisha ni hakika. Mtu asipo. Hili neno asipo alikuwa anaongea na Nikodemus. Si Nikodemus tu, anaongea pia na wewe, anaongea pia na mimi. Ndio maana kwa ubao kuna neno usipo. Hili neno usipo inamaanisha kwa kimombo except. Yaani Yesu anamwambia Nikodemus kwamba usipozaliwa mara ya pili hautauona ufalme wa Mungu. Yaani ni lazima mtu kuona ufalme wa Mungu, ni lazima azaliwe mara ya pili. Lakini Yesu anasema usipo hautazaliwa mara ya pili. Hakusoma tu 3, weza angalia pia mstari wa 5. Yesu akajibu, amini, amini nakwambia. Amini nakwambia. Mtu asipozaliwa kwa maji, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mtu asipo. Hilo ndio neno Mungu anataka tuliangalie. Na hilo neno linashtusha sana, kwa sababu ukiangalia Yohana 3:3 Yesu amelirejelea usipo. Ukiangalia 5 Yesu anasema pia usipo hautauona, hautaingia. Yesu anaweka laini very clear. Acha tuliangalie katika lugha ya Kimombo, maana lina uzito zaidi. King James. Jesus answered. John 3:3. Lugha ya Kimombo inasema, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yesu anasema except. Yaani hakuna venye unaweza kuona ufalme wa Mungu except. Yaani lazima uzaliwe mara ya pili ndio uone. So Yesu anasema usipo except uzaliwe mara ya pili hauwezi. Yaani mbinguni hakuna mtu hata mmoja kutoka duniani na kuingia mbinguni kama hatazaliwa mara ya pili. Usipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia. Neno except ni sawa na kupiga kura. Unaambiwa except you have a voters card. Lazima uwe na ile kadi ya kupiga kura ndio unaruhusiwa kupiga.
Lakini kama hauna kadi ya kupiga kura, hata uwe Mkenya, hata uwe mtu wa hiyo nchi, utaambiwa huwezi kupiga kura. Yesu anasema hivyo, except. Yani hakuna left, hakuna right. Yani wote wale watakuwa jehanamu ni kwa sababu hawakuzaliwa mara ya pili. Lakini wale wote watakuwa mbinguni kwa uwezo wa Mungu ni kwa sababu walitimiza kwa uwezo wa Mungu na neno lake hii, walizaliwa mara ya pili. Yesu anasema except. Except. Hiyo acha ingie vizuri katika akili yako. Except. Hii ni amri. Except. Mstari wa 5 ya Kimombo. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, and of the he Spirit, cannot enter into the kingdom of God. So Yesu anarejelea tena, anasema except, ila tu usipozaliwa kwa maji na kwa roho hauwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu ametumia hilo jina except. Yani the only way, yani njia ambayo imebaki tu peke yake ili uingie katika ufalme, lazima uzaliwe mara ya pili. Except. Tutakuja kanisani, tutaimba, tutafanya uinjilisti, lakini Yesu anasema except. Iwe wewe mwenyewe kwa uwezo wa Mungu uwe umezaliwa mara ya pili, ndio utaingia mbinguni. Kama sivyo, kama hautazaliwa mara ya pili, Yesu anasema hautaingia mbinguni. So hili neno limerejelewa katika Luka. Tuwe makini na hizi verse kwa sababu ni neno moja ambalo ni zito sana. Except linatumika kwa Yohana 3 mstari wa 3 na 5. Na neno hili moja ambalo pia ni zito, ili except, linatumika pia kwa Luka 13. Verse ni ile ya Yohana. Sawa, verse ni ile ya Yohana 3 na hata verse ya pili ni ile ya Yohana 5. Jina ni lile except. Naweza soma hiyo Biblia yako, natumai iko sawa Petro. Luka 13 mstari wa 3. Luka 13 mstari wake ni wa 3. Luka 13 mstari wake ni wa 3. Maandiko yanasema, nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Iko sawa, rejelea tena. Luka 13 mstari wake ni wa 3. Nawaambia sivyo. Yesu anasema nawaambia sivyo, lakini msipotubu. Lakini musipo alikuwa anawaambia wengi, musipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Yesu anawaambia nyinyi nyote mtaangamia. Musipotubu nyote mtaangamia. Akikwambia mmoja, anakuambia usipotubu, Yesu anasema utaangamia. Anamaanisha utaingia jehanamu, alafu utatolewa jehanamu, utaingizwa katika ziwa la moto, utazama kwa ziwa la moto usiku mchana, mateso ambao hakuna mwanadamu anaweza stahimili katika mwili huu na hata katika mwili mwingine ambao tutapewa na Mungu ambao haufi. Yesu anasema usipotubu utaangamia, utachomeka milele na milele na milele. Usipotubu maisha yako yote yataishia katika tanuri la moto milele na milele na milele na milele na milele. Nao ndio maisha utateseka. Hiyo ni Luka 3. Sama Luka
3 mstari wake ni wa 3. Waweza soma Yohana, Petro. Neno ni lile lile, usipo. Amelitumia hapa kwa Luka na amelitumia kwa Yohana. Acha asome Yohana 3:3 alafu usome Luka 13 mstari wa 3. Mistari ni ile ile. Ujumbe ni ule ule. Kwa nini siwe hivi? Mbona ni neno zito lipatikane kwa verse ya 3 na huko pia lipatikane kwa verse ya 5 na neno hilo hilo zito lipatikane tena kwa kitabu kingine Luka, ambaye hao waandishi ni waandishi tofauti. Yohana ni mwandishi tofauti, Luka ni mwandishi tofauti, lakini ni aje wanakutana katika verses mbili hata si moja, mbili ambazo zinashuhudia kitu kimoja. Na maandiko yanasema mashahidi lazima wawe wawili. Hapa ni mashahidi wawili. John 3 verse 3 ni shahidi, anashuhudia verse 3 ya Luka. Verse 5 John 3:5 ni shahidi, anashuhudia the same verse ya Luka 13:5. Mpendwa, Yesu anataka ufunguke. Yaani anahakikisha hakuna mtu ataingia mbinguni asipo except hayo ameyaeleza yatimie katika maisha yako. Utubu na uzaliwe mara ya pili. Bila hiyo, Yesu anasema kuwa na uhakika na hili. Ile siku utakuwa katika kanisa mauti, wapoteza roho yako inatolewa, roho inatoka ili somo likiwa linagonga ndani yako. Je, wewe ni yule ambaye ukutubu? Wewe ni yule ambaye ukuzaliwa mara ya pili? Utajua tu clear kabisa, kwa sababu Yesu amesema except utubu, except uzaliwe mara ya pili, hautapatikana paradiso. Eza soma Yohana 3:3. Yesu akajibu akamwambia, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Leo soma ya kwani asipo. Luka 13 mstari wake ni wa 3. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Yesu anasema nyinyi nyote mtaangamia hivyo hivyo. Unaweza kusoma mstari wa 5 Yohana 3 mstari wa 5, alafu taangalia pia Luka 13 mstari wa 5. Kwa Yohana ni 5, Luka pia ni 5. Yohana 3 mstari wake ni wa 5. Yesu akajibu, Amin nakwambia. Amini nakwambia. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu usipo except kuzaliwa kwa maji na roho, hautaingia ufalme wa Mungu. Unaweza soma Luka 13 mstari wake ni wa 5. Mstari ni ule wa Yohana. Nawaambia sivyo, lakini usipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Yesu anasema nyinyi nyote mtaangamia hivyo hivyo. Hakuna left, hakuna right. Tasoma zote za kimombo kwa haraka. In Yohana 3 mstari wa 3. Yohana 3:3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Luka 13 mstari wake wa 3. Asante. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish.
perish. Mstari ule ule. Nitasoma John 3 verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Except. Let's look. Luke chapter 13 verse 3, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Same verse, the same verse. Hivyo ndio Mungu anamaanisha. So wafikiria nini kuhusiana na haya maneno mawili? Wafikiria kuhusiana na nini haya maneno mawili? Hizi verse, hivi vitabu viwili, hizo verse mbili ambayo Yesu anatoa uhakikisho. Yesu anakuhakikishia utachomeka milele kama utatubu. La kwanza ni kutubu. Neno la kwanza ni kutubu. Neno la pili ni kuzaliwa mara ya pili. Born again. Kuzaliwa mara ya pili. Hizi ndio Yesu ametoa hakikisho. Na sote tunajua kwamba Yesu hawezi kusema uongo. Hakuna dhambi ilipatikana kwa kinywa cha Yesu Kristo. Yesu hawezi kusema uongo. Yesu amesema usipozaliwa, usipotubu na ukazaliwa mara ya pili, hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Unafikiriaje? Kutubu ni nini? Nani anaweza sema kati ya either Anna Petro? Msiseme. Kama Ithia pia anaweza sema. Hata tusikie kutoka kwa hao wengine wote. Kutubu ni nini? Mama, unaelewaje kutubu? Kutubu ni kuacha dhambi. Very correct. Unaelewaje kutubu? Kutubu ni kuungama makosa yako yote kwa Mungu. Kuungama makosa yako yote na kugeuka. Very correct. Unaelewaje kutubu? Kuacha yale maovu. Very correct. Kuacha yale maovu. Zote ziko sawa. Shedi, unaelewaje kutubu? Ni kuacha dhambi. Zote ziko sawa. Zote ziko sawa. So swali lingine linakuja sasa kwako wewe mwenyewe ujiulize. Naelewa kutubu ni nini? Nimefahamu kutubu ni nini? Na Yesu ananiambia nisipotubu utaangamia.
inamaanisha hautawahi kuokoka, hautawahi kuingia mbinguni, hautawahi kuona ufalme wa Mungu usipotubu na kuzaliwa mara ya pili. Sasa unajua tayari kutubu ni nini? Je, wewe mwenyewe ujiulize sasa. Je, hii kugeuka kutoka kwa dhambi, hii kukiri maovu, kuungama na kuyawacha, je, imefanyika? Imefanyika katika sasa moyo wako? Najua pengine saa zingine, sisemi kwa wote, pengine saa zingine unaweza jua kitu kwa akili, lakini bado hakijafanyika katika maisha yako ya kiroho. Bado haijafanyika, bado haijakuwa practical, haijakuwa zoezi la kila siku katika maisha yako au maisha yangu. Hii inawezekana. So swali ni ujiulize, je, hili jibu ambalo nimelisema kwa uwezo wa Mungu, Mungu amekusaidia umelisema sawa kabisa, imefanyika imani katika moyo wako? Na kama haijafanyika, inamaanisha Mungu anataka ifanyike. Usipozaliwa mara ya pili hautaingia. Je, ama ukitubu, ukizaliwa mara ya pili, Yesu anasema utauona ufalme wa Mungu. Nisipotubu nitachomeka milele. Je, ukitubu hautachomeka milele? Usipozaliwa mara ya pili utachomeka milele, kwa maji na kwa roho utachomeka milele. Je, kwa uwezo wa Mungu ukizaliwa mara ya pili hautachomeka milele? Na ni kupitia kusikiza injili na kuiamini, kukubaliana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So acha tusome Luka, alafu tuangalie kutubu ni nini. Rejelea kwa Kiswahili tafadhali. Luka 13 mstari wake ni 3 na 5. Kitabu ni cha Luka 13 mstari wake ni 3. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Luka 13 mstari wake ni 5. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Lakini msipotubu mtaangamia vivyo hivyo. Na je, tukitubu inamaanisha hatutaangamia hivyo hivyo. Huku kuangamia, kama mtu atatubu, kama sitatubu, huku kuangamia ni nini? Huku kuangamia ni nini? Ufunuo 21:8. Huko ndio kuangamia. Kuna ziwa ambalo Mungu ameliweka tayari. Mtu yote ambaye hajatubu kupitia rehema ya Mungu, Mungu anamweka kwa hilo ziwa. Hiyo ndio kuangamia. Hiyo ndio kuangamia. Naweza soma kitabu ni cha Ufunuo 21 mstari wake ni 8. Lakini waoga, wasioamini, waoga wasioamini kwamba Yesu anataka watubu na wazaliwe mara ya pili, wale watu ambao hawataamini kutubu, hawataamini kuzaliwa mara ya pili, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, wale ambao wanainamia sanamu za Maria, wale ambao wako na sanamu ndani ya mioyo yao ya kiroho, pengine pesa, biashara, watoto, pengine mke, mume, shamba, chochote kile. Pamoja na waongo wote. Mahali pao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Mungu anasema mahali pa hawa watu ambao hawakuamini, ambao hawakutubu, ambao hawakuzaliwa mara ya pili, Yesu anasema, Mungu anasema mahali pa watu kama hao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Hii ndio mauti ya pili. So katika lile ziwa la moto, hiyo ndio maangamizi. Ni milele na milele na milele na milele. Na moto utakuwa ukikuchoma, moshi wa huo moto utakuwa unapaa juu milele na milele. Moshi wako utakuwa unapaa juu milele na milele na milele. Ni kwa nini? Hukutubu na kuzaliwa mara ya pili wakati Mungu alikuwa ananyorosha mkono wake
kukupatia toba, kukugeuza kutoka kwa hizo njia mbaya, kukuondoa katika maisha machafu, kukuondoa katika maisha ya wepesi, kukuondoa katika kutokuamini. Except you repent and be born again, hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Hiyo ndio maangamizi. Ukiangalia kitabu cha Wathesalonike, maangamizi. Usipotubu, haya ndio maangamizi. Usipozaliwa mara ya pili, haya ndio maangamizi. Wathesalonike wa pili, naweza kuanza mstari wa 7, chapter 1 verse 7. Kitabu cha Wathesalonike wa pili 1 kuanzia mstari wa 7, maandiko yanasema, na kuwapa nyinyi mnaoteseka raha pamoja nasi, na kuwapa nyinyi mnaoteseka raha pamoja na sisi, wakati Bwana Yesu atakapodhihirishwa kutoka mbinguni katika mwale wa moto pamoja na malaika wake wenye nguvu. Yesu atakapokuja, Yesu atakuja, Yesu anakuja, na anakuambia except you repent, except you be born again. Akikupata katika hiyo hali, akikupata katika hiyo hali, hivi ndio Yesu atafanya. 8, atawaadhibu wale wasiomjua Mungu. Yesu atawaadhibu. Yesu atawaadhibu wale ambao aliwaambia musipo tubu, musipozaliwa mara ya pili. Yesu anasema anakuja na atakuja. Anasema atakuja kuadhibu wale wasiomjua Mungu, wale ambao hawamjui Mungu, na ambao hawakuitii injili ya Bwana wetu Yesu, na wale ambao hawakutii ili injili ya Yesu Kristo. Haya ni maneno ya Yesu Kristo katika John 3:5, Luke 3:5. Maneno ya Yesu Kristo, hii ni injili ya Yesu Kristo. Wale ambao hawakutii kutubu na kuzaliwa mara ya pili, Yesu anasema anakuja kuadhibu kwa moto, kulipiza kisasi. Usingoje hili, Yesu lazima atakuja. Yesu uko tayari kuja. Yesu uko karibu kuja. Umetimiza hii. Wala ambao hawataiamini injili, wala ambao hawataamini maneno ya Yesu Kristo, Yesu anasema anakuja kuadhibu. Usingoje Yesu aje kukuadhibu, ni milele na milele kwa ziwa la moto. Usingoje Yesu aje kukulipa ile damu alimwaga na ukutubu na ukaiamini. Usingoje Yesu akulipe kwa hiyo damu. Yesu atakupatia mateso mingi sana, mingi sana. Angalia 8. Wathesalonike wa pili 1 mstari wake wa 8, atawaadhibu wale wasiomjua Mungu na ambao hawakuitii injili ya Bwana wetu Yesu. So nataka nimtii Mungu. Nataka nitii injili ya Yesu Kristo. Kwa kufanya nini? Kwa kutii venye Yesu anasema. Utubu usiangamie. Uzaliwe mara ya pili ili uone ufalme wa Mungu. Yataka uwe na hiyo, kwa sababu Yesu akija utachomeka milele na milele na milele. Na Yesu lazima atakuja. Yesu anakuja kuadhibu na moto wa milele. Mstari wa 9, haya ndio maangamizi. Wataadhibiwa kwa uangamivu wa milele. Utaadhibiwa kwa maangamizi ya milele. Utaadhibiwa, utachomeka, utatamani. Yani kwa nini Yesu nipatie nafasi tu mmoja, nirudi nitengeze, lakini haiwezekani. Yesu alikwambia na Yesu anakuambia utachomeka. Hizi sermons utazikumbuka. Hautakumbuka kama ilikuwa ni mwalimu, hautakumbuka kama ilikuwa ni mpendwa. Utakumbuka ilikuwa ni Yesu kabisa na kuhubiria kupitia neno lake, akikwambia usipozaliwa mara ya pili, usipotubu utaangamia, hautauona ufalme wa Mungu. Utaadhibiwa milele. Kwa nini niadhibiwe milele? Kwa nini uadhibiwe na Yesu Kristo milele? Nataka nimuogope Mungu. Nataka kwa uwezo wa Mungu ukubaliane na neno. Mungu kutoka mbinguni akupatie toba, akupatie wokovu katika ukamilifu. Nafsi yako iokolewe.
akuzae mara ya pili kwa maji na hata kwa roho, kwa roho na kwa maji. Hiyo ndio Mungu anataka. Rejelea 9. Wataadhibiwa kwa uangamivu wa milele na kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa uweza wake. Yeah. Hiyo ndio Yesu anasema, usipotubu, Yesu anasema utaangamia milele. Usipotubu na uzaliwe mara ya pili kwa maji na kwa roho, utaangamia milele. David, usingoje kuangamia milele. Mtu mwerevu ana hatari. Karo Ben Shadrach, mtu mwerevu ana hatari na kukimbia. Kukimbia vipi? Kutii venye Yesu anasema. Huyu ndio yule atakalia kiti. Yeye ndio atakalia kiti. Na amesema yule ambaye hatatubu na hatazaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho, Yesu akiwa amekalia kiti chake anasema mtu huyo lazima atachomeka milele. Yesu hata kuruhusu ingie, kwa sababu yeye ndio amesema na yeye ndio atakalia kiti. Nafikiri ni nani atakuhukumu siku hiyo ya mwisho? Ni yeye aliyesema maneno haya. Ni yeye aliyesema Luka 3, Yohana 3 mstari wa 3 na 5. Ni yeye aliyesema Luka 13:3 na 5. Kubaliana na Yesu Kristo kwa kile alichokisema, ili mbinguni kwa uwezo wa Mungu yeye pia kubaliane na wewe kwa kile ulichokipokea kwa kutubu na kumwamini. Kubaliana na Yesu Kristo. Before tuangalie neno toba, yafaa ujue ni nani anakuambia maneno haya. Ni nani anakuambia atakuhukumu. Tuona Wakorintho wa 2:5 mstari wa 10. Wakorintho wa 2:5 mstari wake na wa 10, andiko anasema, kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo yametendwa katika mwili wake, yakiwa mema au yakiwa mabaya. Kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo yametendwa katika mwili wake, yakiwa mema au mabaya. Hii siku inakuja mpendwa. Hii siku inakuja. Kila mmoja atasimama. Bero utasimama hapo, Benjamin, Shadrach, David, Peter, Ann, Bwana, Maithia. Hivi ndio maandiko yanasema. Alafu Yesu atakuwa amekaa katika kiti cha hukumu, aliyesema maneno haya Luka 13:3 na 5, aliyesema Yohana 3 na 5. Atakuwa amekalia hiki kiti kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye hakutubu, usipotubu na hakuzaliwa mara ya pili, aingie kwa ziwa la moto. Lakini kwa uwezo wa Mungu na nguvu za Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu, wale wote kwa uwezo wa Mungu walisikia, wakapata toba, wakageuka kwa njia zao mbaya, wakakiri maovu yao, wakatubu mpaka kutokuamini kwao, wakamwamini Kristo, wakazaliwa kwa Roho, wakadhihirisha imani kwa kuzaliwa kwa maji. Hao wote na wakaishi maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu. Baada ya wokovu wa kwanza, hao wote Yesu amekalia kiti kuhakikisha kwamba wameurithi ufalme wa Mungu. Ndio kazi Yesu anafanya. Utakuwa kwa kundi gani? Utakuwa kwa kundi gani hiyo siku utakuwa umesimama hapa, Benjamin? Utakuwa kwa kundi gani?
Mungu anataka uwe katika kundi ambalo lilitubu, likazaliwa mara ya pili na likaishi maisha matakatifu baada ya kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. Uwe hilo kundi. Kutubu ni nini? Tuangalie Ezekieli. Kutubu ni njia moja ya kukimbia maangamizi. Kutubu ni njia moja ya kukimbia katika ziwa la moto. Kutubu ndio njia moja ya kuepuka moto wa Jehanamu na moto wa ziwa la moto. Kutubu. Soma Ezekieli. Ezekieli 18 mstari wake wa 30. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Mungu anasema atatuhukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Geukeni kutoka makosa yenu yote. Mungu anasema tubuni. Kutubu ni nini? Ni kugeuka kutoka makosa yako yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Kutubu ni kugeuka kutoka makosa yako yote. Kabla nisimame katika hichi kiti cha Yesu Kristo anihukumu na kuhukumu, jiulize, umegeuka kutoka kwa makosa yako? Je, nimegeuka kutoka kwa makosa yangu? Natumia nguvu zangu, watumia nguvu zako. Hautumii chochote ambacho kinatokana na wewe. Watumia vyote ambavyo vinatokana na neno la Mungu. Toba ni neema, toba ni baraka, toba unapewa bure. Toba ni kugeuka kwa dhambi zote, makosa yote. Hakuna mwanadamu ako na hiyo nguvu, na Mungu atarajii mwanadamu ageuke kwa njia zake mbaya, kwa sababu amezaliwa katika ubaya. Mungu anapokuambia tubu, anataka kuangalia moyo wako. Moyo ukishakubaliana, Mungu anakupatia nguvu ya kugeuka kutoka kwa huo uovu. Toba inatoka kwa mkono wa Mungu. Toba inatoka kwa mkono wa Mungu. Zakayo hakujibadilisha kwa mwizi, lakini alipokutana na Yesu akamkaribisha Yesu nyumbani kwake. Vile Yesu alimwambia, Yesu wakiongea, Zakayo anaona moyo wake. Zakayo anatubu. Amepata wapi nguvu ya kutubu? Ni kwa sababu amemkaribisha Yesu Kristo. Amemkaribisha Yesu Kristo. Unapofungua moyo wako kwa uwezo wa Mungu, ukaribishe neno la Yesu Kristo, hizo kazi zote Mungu anazitenda. Zakayo kabla Yesu kuingia kwa nyumba yake alikuwa anaiba. Lakini Yesu alipoingia kwa nyumba yake, Zakayo anaregesha. Nani amembadilisha Zakayo? Nani amempatia Zakayo toba? Yesu Kristo. So usiwaze ni vipi nitaweza kubadilika. Kwa uwezo wa Mungu na neno lake, moyo wako umekubaliana venye Mungu anasema kubadilishwa. Mungu anakuambia anataka kubadilishe. Umekubaliana na neno lake, uko tayari kubadilishwa na Mungu. Uko tayari kubadilishwa na nguvu za Mungu. Uko tayari kwa uwezo wa Mungu kubaliana na maandiko. Mungu anakuambia chagua. Nimekaa uzima Jehanamu kuangamia, na nimekaa kifo Jehanamu kuangamia, na nimekaa uzima toba na kuzaliwa mara ya pili ndani ya Kristo Yesu. Mungu anakuambia chagua. So kutubu ni kugeuka kwa makosa yako yote. Mstari wa 31. Ezekieli 18 mstari wa 31. Tupilieni mbali makosa yenu yote mliyoyatenda, nanyi mpate moyo mpya na roho mpya. Kwa nini mfe, nyumba ya Israeli? Mungu anasema tupilia mbali. Mungu anapokuambia tupilia mbali, amini kwa uwezo wa neno la Mungu, umetupilia mbali kila kitu. Mungu anapokuambia geuka kwa makosa yako yote, amini kwa neno la Mungu, nimegeuzwa kutoka kwa makosa yangu yote. Hiyo ndio toba. Mungu aliposema ardhi itoe mbegu,
itoe mimea, ardhi ilitoa. Mungu aliposema kuwe na nuru kwa giza kuu, giza iliondoka, nuru ikaonekana. Mungu aliposema kuwe na jua, jua lilionekana. Na mpaka leo jua linatii sheria ya Mungu. So Mungu akikwambia geuka kwa makosa yako yote, hiyo ni neno imetoka kwa Mungu. Unapoipokea kwa uwezo wa neno la Mungu, Mungu amenigeuza kwa makosa yangu yote, alafu na yakiri, unageuzwa kwa makosa yako yote kwa sababu ya hilo neno. Uzinzi unaenda, chuki inaenda, masturbation inaenda, lust ya wanawake, kutamani wanawake na wanaume inaenda. Unaendelea kukiri, neno la Mungu ni taa, linaendelea kuondoa giza, neno la Mungu ni maji, linaendelea kukuosha. Chuki inaondolewa, hasira inaondolewa, fitina inaondolewa. Alafu kila siku unasongezwa. Mungu anakusongeza kwa Yesu Kristo. Unaanza kuona nimebadilika, matunda toba yanaonekana. Naweza angalia Matendo ya Mitume, nani anapatia watu toba, nani anageuza wenye dhambi, nani anawageuza mwenye dhambi kutoka kwa njia zake mbaya, mawazo yake mabaya. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 18. Matendo ya Mitume 11 mstari wake ni wa 18. Waliposikia haya hawakuwa na la kupinga zaidi, nao wakamwadhimisha Mungu wakisema, basi Mungu amewapa hata watu wa mataifa toba iletayo uzima wa milele. Rejelea mara ya mwisho. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 18. Waliposikia haya hawakuwa na la kupinga zaidi, nao wakamwadhimisha Mungu wakisema, basi Mungu amewapa hata watu wa mataifa toba iletayo uzima wa milele. Unaweza kusoma hiyo nyingine yako? Matendo ya Mitume 11 mstari wa 18. Waliposikia maneno haya wakanyamaza, wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba iletalo uzima. Biblia ya kwanza inasema Mungu amewapatia, Mungu amewapa watu wa mataifa toba. Toba ni kugeuka kutoka kwa njia mbaya, kuyatupilia mbali makosa yako yote. Hivyo ndo anasema. Biblia ya pili inasema Mungu amewajalia. Amewajalia inamaanisha Mungu amewajalia kugeuka kutoka kwa makosa yao yote. Mungu amewajalia kutupilia mbali makosa yao yote. Mungu amewapatia. Mungu amewajalia. Haijatokana na nguvu zako, haijatokana na wao kung'ang'ana. Ni zawadi wamepewa na Mungu. Kwa nini? Kwa nini walipewa? Waliweka mioyo yao chini, wakakiri maovu yao. Mungu akaangalia mioyo yao, mioyo iko tayari. Mungu akawapatia toba. Alafu Mungu akaondolea dhambi zao, akawazaa na Roho Mtakatifu. Wakazaliwa kwa Roho Mtakatifu, akawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Alafu wakaenda wakabatizwa kwa maji, wakaokoka. Kornelio na nyumba yake. Watu wa mataifa. Mimi ni mtu wa mataifa, wewe ni mtu wa mataifa. Yesu anasema accept or repent. Venye Mungu ameeleza toba ni mkono wake. Toba ni mkono wa Mungu. So mwenye dhambi ambaye hajatubu dhambi zake, ni kwa sababu Mungu hajampatia toba, nguvu za kugeuka. Ni kwa sababu kuna shida ndani ya moyo. Kuna mambo ambayo anayapenda, yeye mwenyewe anayapenda. Sasa inagharimu vipi Mungu atakupatiaje toba lakini kuna mambo unayapenda? Mungu yuko tayari kugeuza kila mwenye dhambi kutoka kwa dhambi zake zote na kumpa nguvu za kutupilia mbali, lakini anaangalia posture ya moyo. Anaangalia hali ya moyo.
Sema huyu mume wa mtu nimelala naye sana. Sitaki na sitaki na sitaki. Mungu nisaidie. Pombe nimeinywa sana. Mimi ni mtoto wa Adam. Sijatenda dhambi lakini ni mwenye dhambi tangu kuzaliwa. Mungu nimechoka na maisha haya. Sitaki nichomeke. Yesu ameniambia nisipotubu nitachomeka. Nisipozaliwa mara ya pili kwa maji na roho nitachomeka. Mungu nisaidie. Nisaidie kwa toba. Nisaidie kuzaliwa mara ya pili. Nihurumie Mungu. Nihurumie. Sitaki ulimwengu. Mungu kutoka mbinguni anaangalia ule moyo. Kuna moyo pale unataka kupokea wokovu. Haraka. Mungu anaharakisha. Anakutumia paka malaika. Alimtumia Kornelio malaika. Wakati alikuwa anaomba hivyo, hajue ukweli. Mungu anakutumia haraka neno lake, nafsi yako inaokolewa. Unapata toba, unazaliwa kwa maji na kwa roho. Na nakuweka kwa kanisa takatifu. Bali utaishi maisha matakatifu mpaka atakapokuja Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo. So tumeangalia kutubu ni kugeuka kwa njia mbaya na kutupilia mbali makosa yetu. Na si kwa nguvu zako, moyo wako unakubaliana na neno ili hayo yote ya flow. Matendo ya Mitume 3 mstari wake wa 26. Mungu anasema amemfufua Yesu ili akupe wewe toba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefufuliwa ili mimi na wewe tulio waovu, tulio wachafu, Mungu anamfufua Yesu ili mimi na wewe tupate kutubu. Toba ni baraka. Toba ni baraka. Matendo ya Mitume 3:26. wake wa 26 maandiko yanasema Mungu alipomfufua Yesu mwanawe. Mungu alipomfufua. Unaamini Yesu amefufuka? Unaamini kuna Easter? Unaamini Yesu amefufuka? Ni kwa nini Mungu alimfufua Yesu Kristo? Alimtuma kwenu kwanza. Mungu alipomfufua Yesu Kristo alimtuma kwetu kwanza ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wenu. Ili atupatie baraka ya kutugeuza kila mmoja wetu kutoka njia yake mbaya. Kutoka njia yake mbaya. Amen. Yesu amefufuliwa ili upate toba. Toba ni kugeuka kwa njia mbaya na kutupilia mbali makosa yako. Leo tuko na nguvu kwa uwezo wa Mungu ya kugeuka kwa njia zetu mbaya. Benjamin, uko na nguvu leo ya kugeuka kwa njia zetu mbaya. Tuko nazo kwa sababu Yesu alifufuliwa. Yesu alipofufuliwa, hiyo baraka tumepewa ni ya kugeuka kwa chochote kile ambacho ni kiovu. David, utakuja kanisani ukiamini Yesu amefufuliwa lakini bado hujaokoka, bado hujatubu, inamaanisha kuna kitu hujaelewa. David, Karo, kuna kitu pengine mimi na wewe hatujaelewa. Yesu alifufuka ili tutolewe kwa njia zetu mbaya, ili tugeuzwe kwa njia zetu mbaya. So nikiamini na nikiendelea kujua kwamba Yesu alifufuka, yafaa niamini kwamba kwa njia zangu zote mbaya niko na nguvu za kutoka kwa sababu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Kufufuka kwa Yesu ndio kuna kutoa kwa njia mbaya. Na hiyo ndio toba. Kufufuka kwa Yesu ndio toba yako na toba yangu. So ninapoamini Yesu amefufuka, yafaa niamini nimegeuzwa kutoka kwa njia mbaya. Na hiyo ndio unageuzwa. Njia mbaya zinageuka zote. Yesu alimkemea shetani na shetani akaenda. Na Yesu anafufuliwa ili vyombo vyote vya shetani viondoke. Vitashindwaje kuondoka? Na mwenye dhambi ni shetani. Akatupatia kutoka kwa Adam kushuka mpaka chini. Yesu anamkemea mwenye dhambi mwenyewe na anaondoka. Atashindwa kuondoa vyombo vya yule mwenye dhambi kwetu: uzinzi, chuki, hasira, kutokuamini. Jina la Yesu lina nguvu. Kufufuka kwa Yesu kuna nguvu. Amini alifufuliwa upate toba. Ugeuzwe kwa njia zako mbaya. Na ukubaliane, Mungu nigeuze hata katika kutokuamini. Tunaweza angalia mengi sana kuhusiana na toba, lakini naamini kwa uwezo wa Mungu hayo yametosha kukuonyesha nani anakupatia toba na toba ni nini. Tuangalie kuhusiana na kuzaliwa mara ya pili. Kutubu pia inaendana na kukiri. Samani, kutubu inaendana na kukiri. Lazima uwe mwazi kwa mdomo wako. Sasa zingine unaweza sema kwamba hii dhambi sitaikiri,
inabaki hapo, inazuia toba. Inazuia toba. Marko 1:4-5, lazima kuwe na kukiri dhambi zako mbele za Mungu. Naweza angalia Marko kwanza, kukiri. Kitabu cha Marko 1:4. Yohana alikuja akibatiza huko nyikani. Yohana alikuja akibatiza huko nyikani. Akihubiri ubatizo wa toba kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Akihubiri ubatizo wa toba. Ubatizo wa toba kwa ajili ya kuondolewa dhambi. Watu kutoka Uyahudi wote na sehemu zote za Yerusalemu walikuwa wakimwendea nani? Yohana. Nao wakaziungama dhambi zao. Kuziungama ni kuzisema. Akawabatiza katika mto Yordani. So lazima kuwe na kusema. Usifiche uovu ndani ya moyo wako. Mungu atakukumbusha maovu mingi sana, atakupatia huzuni ya kiungu. Na atakwambia uwe tayari kuyasema, hata kuyashuhudia hadharani. Dhambi zingine ni za siri. Nilala na bibi wenyewe, itakuwaje nikisema hiyo? Mungu anakuambia watu walikuwa wanaikiri, wanaisema. Na ilikuwa inaondolewa, kila wakisema inachukuliwa na kwa mwili wa Yesu Kristo. Inachukuliwa na kwa mwili wa Yesu Kristo. Kukiri ni kupeleka dhambi kwa mwili wa Yesu Kristo. Kuhani alikuwa anaweka mikono kwa sadaka ya dhambi, mikono, alafu anakiri dhambi zao, anaungama dhambi zao. Watu pia walikuwa wanaweka mikono, alafu anaungama. Wakiziungama zinaenda kwa ile sadaka ya dhambi. Zinatoka kwa kichwa cha, inatoka kwa mioyo ya watu, inatoka kwa moyo wako, inaenda kwa kichwa cha ile sadaka ya dhambi. Ndio maana alikuwa anaweka mikono na wanazikiri, wanaungama, si kuweka mikono na kunyamaza. So unapoungama zinatolewa kwa moyo wako, zinawekwa kwa kichwa cha Yesu Kristo. Unapotubu kugeuka, zinatolewa kwako, zinawekwa kwa kichwa cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So tumeangalia sehemu ya toba, na naamini kwa uwezo wa Mungu, wale wanasikia kwa mitandao, wale wako hapa, Mungu amewapatia toba tayari. So hatuko katika tuko katika usipo tubu, tuko katika kutubu. Na naamini ilo Mungu analifanya. Acha tuangalie angalia kwa kuzaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho. Naweza soma Yohana 3:3. Kitabu cha Yohana 3:3. Yesu akamwambia, Amini nakwambia, hakuna mtu yeyote awezaye kuingia katika ufalme wa Mungu kama hajazaliwa kwa maji na kwa roho. Kama hajazaliwa kwa maji na kwa roho. Nasoma 3:3 kwanza. Yesu akamjibu, Amini nakwambia, hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu. Hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Kama hajazaliwa mara ya pili. Anazaliwaje mara ya pili? Yohana 3:5. Yesu akajibu, Amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Tuna maji na roho. Anayesema maneno haya ni yule ambaye atakaa katika kiti cha hukumu. So tunaona kuna maji na kuna roho. Wazaliwaje mara ya pili? Wazaliwaje kwa maji? Wazaliwaje kwa roho? So ukiona neno maji inamaanisha neno, yes. Na pia maji hapa inatumika kama ubatizo. Maji inatumika kama ubatizo.
Kwa nini inatumika kama ubatizo? Kwa sababu ya roho. Roho ni lazima uamini. Roho ni lazima uamini. Baada ya kutubu ni kuingia katika kuamini. Unapoamini, dhambi inaondolewa kwa moyo, alafu Roho Mtakatifu anaikuwa kwa moyo, inakuwa umezaliwa kwa roho. Unapopata Roho Mtakatifu unaelekezwa kwa maji, unazamishwa kwa maji kama ishara ya kufa pamoja na Kristo, kuzikwa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Hiyo ndio kuzaliwa kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. So baada ya toba ni kuzaliwa kwa roho na kuzaliwa kwa maji. Baada ya kukiri dhambi zako, baada ya kugeuka kutoka kwa dhambi zako kwa uwezo wa Mungu, basi Mungu anataka uamini. Uamini. Je, tunaamini nini? Kuna kazi ambayo Mungu alimtuma Yesu Kristo kuifanya. Kuna kazi ambayo Mungu mwenyewe alifanya kupitia Yesu Kristo. Unafaa uamini hiyo. Hiyo ndio kuamini. Kuamini si kusema mimi namwamini Yesu Kristo. Shetani pia anamwamini Yesu Kristo. Shetani anamjua Yesu Kristo. Shetani anaamini kuna Mungu. Lakini unaamini ile kazi ambayo Yesu amekufanyia. Shetani haingii mbinguni licha kuwa anaamini. Alikuwa kwa Judas. Yesu akiwa msalabani aliona. Waelewa. Judas akila meza ya Bwana, shetani alikuwa hapo anaona. Yesu akiwa duniani akiponya, shetani alikuwa hapo. Mara mbili ashaingia kwa Petro. Mara moja ashaingia kwa Petro, akamkana Yesu, usiende kufa. Shetani alikuwa hapo. Yesu akamwambia, kaa nyuma yangu shetani. Shetani alikuwa hapo kwa huduma ya Yesu ikiendelea, alikuwa tu hapo. Alikuwa ndani ya wafuasi wa Yesu Kristo, anawapitilia saa zingine. Shetani alikuwa na Yesu Kristo katika Mathayo 4. So wapendwa, hiji na kuamini. Hiji na kuamini ni zaidi venye unaielewa. Hiji na kuamini ni lazima uamini dhambi zako zote zimetolewa zikawekwa kwa Yesu Kristo. Shetani hawezi amini hivyo, ndio maana ninakuchomwa na hana nafasi ya kutubu. Sio hiji na kuamini ndio inakupatia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kuamini ni lazima uamini tafadhali kwa uwezo wa Mungu kwamba dhambi zako zote, makosa yako yote Mungu ameyatoa kwako akaweka juu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio kuamini, ndio dhambi siondolewe. Ndio Roho Mtakatifu yuko hapo ndani. Acha tuangalie tunazaliwaje na Roho. Waweza angalia Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10:43 na 44. Matendo ya Mitume 10 mstari wake ni 43. Huyo manabii wote wamshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muaminie atapata ondoleo la dhambi. Ile tena. Matendo ya Mitume 10 mstari wake wa 43. Huyo manabii wote wamshuhudia. Manabii wote walishuhudia ya kwamba kwa jina lake kila muaminie, kwa jina la Yesu kila anayemwamini Yesu Kristo atapata ondoleo la dhambi. Dhambi yake itaondolewa. Yule atakayemwamini Yesu Kristo amechukua dhambi zake zitaondolewa. Umeelewa? Next. Petro alipokuwa akisema kuhusiana na dhambi zao kuchukuliwa na Yesu Kristo, walipoamini dhambi zao zilipoondolewa, Roho Mtakatifu akawashukia wote. Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Mara ya kwanza wameamini. Mara ya kwanza walitubu, wakaamini kwamba Yesu amechukua dhambi zao zote. Walipoamini hivyo, dhambi zao ziliondolewa, alafu Roho Mtakatifu akaekwa ndani ya mioyo yao, wakawa wamezaliwa kwa roho.
wakawa wamezaliwa kwa roho, alafu wakapelekwa kwa maji. Unaweza kusoma kwa maji 47. Matendo ya Mitume 10 mstari wake wa 47. Ni nani awezaye kuzuia maji? Nani? Petro anasema sasa, nani awezaye kuzuia maji? Hawa wasibatizwe. Watu waliopokea Roho Mtakatifu. Watu waliopokea Roho Mtakatifu. Akisema watu waliopokea Roho Mtakatifu, anamaanisha watu waliozaliwa kwa Roho. Yesu alisema lazima uzaliwe kwa Roho na maji. So anasema watu waliozaliwa kwa Roho, wako na Roho Mtakatifu, wamebatizwa na Roho Mtakatifu. Sasa washabzaliwa kwa Roho. Sasa nani anazuia wasizaliwe kwa maji? Ni nani awezaye kuzuia maji? Nani awezaye kuzuia maji? Hawa wasibatizwe. Watu waliopokea Roho Mtakatifu. Watu waliopokea Roho Mtakatifu. Vile vile kama sisi. Kaamuru wabatizwe. Petro akaamuru wabatizwe kwa sababu Yesu alisema lazima tuzaliwe kwa Roho na kwa maji. Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo akamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Ndipo akamsihi azidi kukaa nao siku kadha na wakadha. So kwa uwezo wa Mungu tumeangalia Yohana 3 mstari wa 5. Vile mwanadamu anazaliwa kwa Roho na vile mwanadamu anazaliwa kwa maji. So swali ni, wewe utazaliwaje kwa Roho? Wewe sasa tumeangalia venye utaratibu huko. Je, wewe utazaliwaje kwa Roho? Baada ya toba lazima umwamini Yesu Kristo. Lazima uamini Yesu. David amechukua dhambi zako zote, vile maandiko yanasema. So angalia Wakorintho wa kwanza, samahani, Wakorintho wa pili. Tunaangalia nini? Tunaangalia jinsi Mungu anaondoa dhambi ndani ya moyo wako, na unapaswa uamini ili dhambi hiyo iondolewe kwa imani, ili ubatizwe na Roho Mtakatifu, yani uzaliwe kwa Roho. Tunaangalia jinsi sahihi wewe na mimi nikijiweka hapo tunafaa tuzaliwe na Roho Mtakatifu. Nini inazuia Roho Mtakatifu asizaliwe ndani yako? Ni dhambi. Dhambi ya Adam iko ndani hapo kwa moyo. Hiyo ndio inazuia Roho Mtakatifu asiingie hapo. So lazima uamini kwamba vile andiko linasema Mungu ameitoa. Ukiamini imetolewa, inatoka, Mungu anaweka Roho Mtakatifu, unazaliwa kwa Roho. Wakorintho wa pili 5:21. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wake 21. Yeye asiyejua dhambi, Yesu asiyejua dhambi, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Mungu alimfanya Yesu. Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi. Inamaanisha nini? Inamaanisha, Karo, sikiza tafadhali. Inamaanisha Mungu alichukua dhambi iliyo kwa moyo wako, akaitoa, akaiweka kwa nani? Kwa Yesu. So inafaa uamini Mungu amechukua dhambi yako kutoka kwa moyo wako, ile dhambi ya Adamu. Hiyo tulirithi kwa Zaburi ya 51:5. Mungu ameitoa akaiweka kwa Yesu Kristo. Hivyo ndio Wakorintho wa pili 5 mstari 21 inasema, niamini dhambi yangu imetolewa na Mungu, ile ya Adamu imetolewa na Mungu. Mungu akaiweka kwa Yesu Kristo. Yesu akafanyika dhambi ili wewe ufanyike haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Ndio imani. Hiyo ndio imani. Naweza isoma yote tafadhali? Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Korintho wa pili 5 mstari wa 21. Yesu asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Mungu alimfanya Yesu David kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili yetu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Haki ya Mungu inamaanisha matendo mema ya Mungu. Ili wewe upate kuwa matendo mema, upate kuwa tendo jema la Mungu. Mungu alichukua dhambi yako akaiweka kwa Yesu. Kwa nini? Ili wewe uwe tendo jema la Mungu. Alichukua dhambi zako akaziweka kwa Yesu. Kwa nini? Ili wewe David ufanyike tendo jema la Mungu. Uamini kupitia hiyo mimi nimefanyika tendo jema la Mungu.
haki ya Mungu, righteousness of God. Righteousness inamaanisha good deeds, inamaanisha good works. Wewe kazi njema, wewe matendo mema ya Mungu, kwa sababu Mungu ameingia kwa moyo wako, akatoa dhambi yako, akaiweka kwa Yesu Kristo. Yesu akawa dhambi, wewe ukawa tendo jema la Mungu katika Kristo Yesu. Na mimi vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio imani. Hii ndio inakufanya uzaliwe kwa Roho Mtakatifu. Dhambi iondolewe, Roho Mtakatifu ikwenda. Uondoke kwa accept. Hiyo umezaliwa. Tunaweza angalia Yohana 1:29. Mungu anakuambia sasa usijitazame, mtazame Yesu Kristo. Mtazame Yesu Kristo. Yesu anachukua dhambi yako, anaondoka nayo. Mungu anakuambia mtazame Yesu Kristo. Angalia Yesu anaondoka na dhambi yako. Uamini dhambi yako imeenda na Yesu Kristo. Mungu anakuambia mwangalie Yesu Kristo anaondoka nayo. Yohana 1:29. Kitabu cha Yohana 1:29. Siku ya pili yake. Siku ya pili yake. Amuona Yesu anakuja kwake. Yohana anamuona Yesu Kristo anakuja kwake. Akasema. Yohana akasema. Tazama. Yohana asemi maneno yake. Yohana alipomuona Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anajaa kwa Yohana. Yohana anapaza sauti. Roho Mtakatifu Mungu ndani ya Yohana anasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu. Aichukuae dhambi ya ulimwengu. Aichukuae. Kuchukua inamaanisha kuiondoa. Anaiondoa dhambi ya ulimwengu. Ni dhambi gani hii? Mmoja nifungulie Warumi hapo. Petro nifungulie Warumi 5:12. Ni dhambi gani hii David Mungu anaiongelea? Dhambi gani Yesu anaichukua? Ni dhambi ambayo Adam aliweka ndani ya moyo wako ulimwengu, halafu Mungu anasema sasa mtazame Yesu Kristo anaiondoa. Kitabu cha Warumi 5. Petro utasoma Warumi, utasoma Yohana. Beba kwa Yohana tafadhali. Hapa tuwe makini. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni wewe na mimi. Ngoja kidogo. Huyu ni wewe na huyu ni mimi. Wewe, mimi. Uzangala kwa ubao tafadhali. Alafu tuko na Adam. Huyu ni Adam. Huyu ni Adam, huyu ni wewe. Huyu ni mimi. Sasa Petro anaweza soma Warumi 5:12. Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Mpaka hapa. Kwa mtu mmoja ambaye ni nani? Adam. Waelewa? David unaelewa? Mtu mmoja ambaye ni Adam, Karo, Ben. Mtu mmoja ambaye ni Adam, dhambi iliingia wapi? Ulimwengu. Ulimwengu ni moyo wa nani? Mimi na wewe. Ulimwengu ni moyo wako. Kwa mtu mmoja Mungu anasema ambaye ni Adam, dhambi iliingia kwa ulimwengu. Moyo wako. Huu ndio Mungu anaita ulimwengu. Ulimwengu. So kwa Adam dhambi iliingia kwa moyo wako na moyo wangu, mimi na wewe tukawa wenye dhambi. Rejelea tena hiyo sehemu ya A peke yake tafadhali. Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi ilipata nafasi ndani ya moyo wako na ndani ya moyo wangu. Mungu akasema wewe ni mwenye dhambi kwa sababu wewe ni ulimwengu, mimi ni ulimwengu. Yohana 1:29. Paka. Yohana 1 mstari wake wa 29. Angalia tena kwanza. Hiyo yako Petro, angalia mara mwisho paka hapo peke yake. Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Mtu mmoja ni nani? Mimi. Mtu mmoja ni nani? Adam. Ulimwengu ni nani?
Mimi. Mtu mmoja ni nani? Adam. Ulimwengu ni nani? Mimi. Mtu mmoja ni nani? Adam. Ulimwengu ni nani? Mimi. Mtu mmoja ni nani? Adam. Ulimwengu ni nani? Sisi. Kwa nini wewe basi? Kwa nini tunarejelea hivi? Kuna kitu Mungu anataka kiunganike. Mtu mmoja ni nani? Adam. Ulimwengu ni nani? Mimi. Sasa tuangalie. Rejelea tena mara mwisho. Petro. Warumi 5 mstari wake wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja Adam, dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi iliingia ulimwenguni ambao ni moyo wako na wangu. Ansoma Yohana 1:29. Huyu ni Yesu, mfano alikuwa na mwili. Yohana 1 mstari wake wa 29. Naam. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake. Yohana anamuona Yesu anakuja kwake. Yohana akasema kupitia Roho Mtakatifu, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ni nani? Nani ameichukua? Yesu Kristo mwana kondoo. Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu. Amen. Kwa Adam dhambi iliingia ulimwenguni ndani ya moyo wako na wangu, na kwa Yesu Kristo dhambi ikaondolewa ulimwenguni. Amen. Kwa Adam dhambi ilikuwa kwa moyo wako. Kwa Yesu Kristo dhambi iliondolewa kwa moyo wako ikawekwa kwa Yesu Kristo. Inafaa uamini hivyo. Amen. Ili dhambi iondoke. So iko wapi sasa? Mpaka hapo tumesoma iko wapi? Kwa Yesu Kristo. Then iko kwa moyo wako. Hiyo ndio imani. Hivyo ndio dhambi inaenda kwa Yesu Kristo. So nani anafaa ile msalabani? Yesu Kristo. Pia Yesu hakuchukua dhambi tu, kuna maovu. Maovu pia ni yale wewe umetenda. Some tafadhali. Okay, umezini, ni maovu. Zini, umeua. Dhambi ni ile tumerithi kwa Adam, maovu ni yale tumetenda. Haya ni maovu. Okay, dhambi ya Adam imeenda, hatuna kwa moyo. Je, yale mwenyewe mimi nimefanya ama yale wewe mwenyewe umefanya? Isaya 53 mstari wake ni wa 6. Isaya 53 mstari wake ni wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Sisi sote. Mungu anasema sisi sote. Wewe umepotea, mimi nimepotea. Sote tumepotea. Hakuna mtu ambaye hajapotea. Sote tumepotea. Mungu anasema sisi sote tumepotea kama kondoo. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Maandiko yanasema maovu ambayo yalikuwa juu yako, hapa tuwe makini tafadhali. Angalia, maovu ambayo yamekuwa juu yako. Inasema Bwana Mungu, imeandikwa kwa herufi kubwa. Mungu ameweka juu ya nani? Ya Yesu Kristo. Sasa ni Mungu amechukua kaeka juu ya Yesu Kristo. Yesu yuko na vitu vingapi vyako na vyangu? Viwili. Yuko na viwili. Cha kwanza, dhambi niliyoirithi kutoka kwa Adamu. Dhambi uliyoirithi kutoka kwa Adamu. Ya pili, maovu ambayo nimeishi nikitenda. Maovu ambao mimi na wewe tumeishi tukitenda. Zote Mungu amechukua David akaziweka kwa Yesu Kristo. Yale nimetenda amechukua ameweka kwa Yesu. Yale wewe mwenyewe umerithi kutoka kwa Adamu amechukua ameweka kwa Yesu Kristo ili ubaki msafi. Mungu akazihukumu kwa mwili wa Yesu Kristo. Hatuko mbali kumaliza. Mungu anataka uamini sasa. Ukiamini ziko kwa Yesu Kristo, Mungu anazihukumu kwa mwili wa Yesu Kristo. Warumi 8 mstari wa 3. Mungu akazipiga. Mungu akaziponda. Mungu akamwadhibu Yesu Kristo, akiadhibu dhambi zako na zangu. Kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa 3, maandiko yanasema maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe
katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Mungu alihukumu dhambi zako zote, maovu yangu yote katika mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alizihukumu. Ndio maana Mungu alimtandika Yesu Kristo sana. Isaia 53 mstari wa 4. Unaweza soma. Mungu akamtoboa Yesu Kristo. Ni dhambi zako zilikuwa zinatobolewa, zinapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Maovu yako ndio alikuwa anapigwa. Dhambi ya Adam Mungu alipiga kwa mwili wa Yesu Kristo. Makosa yangu na yako yalipigwa kwa mwili wa Yesu Kristo, na Mungu ndio alikuwa anafanya hiyo kazi. Isaia 53 mstari wake wa 4. Isaia 53 mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Yesu amechukua masikitiko yako na yangu. Amejitwika huzuni zetu. Amejitwika huzuni zetu. Masikitiko yalikuwa yapate jehanamu. Masikitiko ya dhambi ambayo yanakusumbua, Yesu aliyachukua na akajitwika huzuni zetu, masikitiko zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa. Tulidhani kuwa Yesu amepigwa. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Yesu alijeruhiwa, alipewa majeraha kwa ajili ya makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Yesu alichubuliwa, akachubuliwa kwa ajili ya maovu yako na yangu. Adhabu ya amani ilikuwa juu yake. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Adabu yeye apigwe sisi tupate amani ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwake, kwa kupigwa kwa Yesu Kristo na Mungu, sisi tumepona. Sisi katika ugonjwa wa dhambi tumepona. Amen. Ugonjwa wa maovu, Mungu anasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo. Dhambi zako na zangu ndio zilipigwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Zikapigwa, Yesu akamwaga damu, zikaoshwa. Mungu akatangaza kwa kupigwa kwa Yesu Kristo umepona ugonjwa wa dhambi. Amen. Hapa ndio mwisho. Nini kilikuwa kinapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo? Dhambi zako. Nini kilikuwa kinapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo? Makosa yangu na zako. Amen. Na alipopigwa, Mungu anasema ni dhambi zako zimepigwa, na wewe unapona ugonjwa wa dhambi. Wewe unapona. Mimi napona ugonjwa wa dhambi. Na huo ndio uponyaji. Umesoma mstari wa 5? Asante. So Yesu alipokuwa anapigwa, nini ilikuwa inamwagika? Damu ilikuwa inamwagika. Mathayo 26, usitoke, mmoja anaweza nisomea, usitoke hapo. Usitoke Isaia 53, usitoke hapo. Angalia, Mungu alipokuwa anapiga Yesu, tafadhali tuwe makini. Mungu alipokuwa anampiga Yesu, hasira ya Mungu inawaka kwa sababu Mungu akimwangalia Yesu anamuona wewe. Mungu akimwangalia Yesu anaona dhambi zako, venye umezini, venye umetukana, venye haujaheshimu wazazi. Mungu akimwangalia Yesu, manake dhambi zako ndio zimekuwa juu ya Yesu. Dhambi zako zimeficha. Elewa kitu kimoja. Ona Yesu na nikapa uzinzi, umezini, ulevi, hasira, chuki, fitina, faraka, uzushi. Haya yote sasa mtu aonekani. Mungu anaona ile matendo yako machafu, anaona kwa Yesu Kristo. So anakupiga, kwa akili ya Mungu anakupiga wewe. Lakini kwa njia yake halisi anampiga Yesu Kristo. Wewe umetenda dhambi. Wewe hujatiwa wazazi. Wewe umeshikwa machafu. Alafu uchafu umechukuliwa kwa Yesu. So Mungu anaona uchafu wako. Anaona nampiga huyu David. Nampiga huyu David. Lakini kwa hakika anampiga nani kumbe? Yesu Kristo. Na Mungu ndiye amepanga hivyo. Mfano mzuri ujue, mtumishi leo atalala hapa. Yule mtumishi huwa niko na kisasi na yeye. Wajua Saturday atalala hapa akiwa anaomba. Alafu umepanga. Alafu mtumishi tutakuja kumchapa. Upange Saturday analala hapa. Alafu mimi nisilale hapa hiyo siku. Wengine aseme wacha nilale hapa. Wewe nenda upumzike. Sawa sawa. Mimi nitaendelea kuomba na nitafanya mawili matatu hapa.
Mwambie sawa, mimi niende nyumbani. Yeye aje alale na ajifinike. Sasa wale watu wakija, ile mtumishi leo utampata. Wafungue mlango pole pole, alafu waingie, waanze kutandika. Wale wanajua wanamtandika nani? Mtumishi. Waelewa? Wanatandika kweli, kuna giza, wanatandika. Watandika kabisa baba watosheke. Sema tumemweza hata twende. Kienda hivi kwa watu anamwona mtumishi ambaye alikuwa anataka kumtandika. Hamjambo? Watajiuliza nani alikuwa tunamtandika kule? Waelewa? Mungu anafanya hivi. Wewe ndio anafaa Mungu akutandike na mimi. Lakini anachukua hizo anaweka kwa Yesu. Yesu hajasini. So Mungu akimpiga Yesu kwa ajili ya kusini, anakufikiria wewe. Mungu akimpiga Yesu kwa sababu ya kuiba, Yesu hajaiba, anakufikiria wewe. Na ananifikiria mimi. Mtu aliiba, kwa nini uliiba? Lakini imechukua imeko kwa Yesu. Lakini kosa Mungu anajua ni nani alilifanya. Wewe. Lakini nani anaumia? Yesu. Ni hivyo. Wewe ndio ungefaa upigwe. Mimi ndio ningefaa nipigwe. Lakini Mungu anasema sikupigi wewe. Nitampiga Yesu Kristo venye nilikuwa nikupige wewe. Alafu anakuambia amini sasa kwamba dhambi zako zimepigwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Na Mungu alipokuwa anampiga Yesu, damu ilikuwa inamwagika. Kazi ya damu ni nini? Ni kuondoa dhambi zako zote. Naweza soma Mathayo 26:28. Mathayo 26:28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu inamwagika kwa nini? Ili dhambi zako na zangu zipate kuondolewa. Mungu akiweka misumari hapa kidunga damu inatoka, dhambi yako inaondolewa. Mungu akiweka misumari damu inamwagika, dhambi yako inaondolewa. Dhambi David, Karo, Benjamin na wengine sote tuko hapa. Dhambi lazima ioswe David kwa damu. Amen. Hauna hiyo damu. Yesu anakuambia yeye ndio yuko na hiyo damu ya agano peke yake. Na damu yake anakuhakikishia ilimwagika ili dhambi yako ifanye nini? Iondoke. Amini kwa kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo, dhambi yako imefanya nini? Imeondoka. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Hawana hiyo damu. Hauna damu ya agano. Damu lazima ioshwe kwa damu. Sina hiyo damu ya kuosha dhambi yangu na yako. Yesu anakuambia yake ndiyo damu ya agano ambao Mungu aliweka dhambi zako akampiga. Damu ya Yesu ikaruka ikamwagika. Hiyo damu ya Yesu ndio iko na agano ya kuondoa dhambi zako zote. Hivyo ndio Yesu anasema. Bila hiyo damu utabaki na dhambi. Hautazaliwa kwa roho, hautazaliwa kwa maji, utakufa kwa dhambi. Yesu alikwambia damu yake ni damu ya agano. Iamini kazi iliyofanya. Amen. Na uipokee kwa ujasiri kwamba damu ya Yesu Kristo imekusafisha. Amen. Hauna dhambi kwa moyo. Amen. Damu ya Yesu ilitoa shetani mbinguni na malaika zake. Ina nguvu, ina mamlaka, ina uwezo. Haiwezi kushindwa kuondoa dhambi kwa moyo wa mtu ambaye amepata toba na anamlilia Mungu. Mungu anaitoa kwa sekunde. Amen. Shetani yuko chini hapa duniani. Nini kimemleta hapa? Nini kilimwangusha kutoka mbinguni mpaka hapa chini? Ni damu ya Yesu Kristo na neno la ushuhuda. Amen. Neno la ushuhuda si neno lao. Ni neno lao kwa ushuhuda wa damu ya Yesu Kristo. Kwamba shetani tunakuweka chini kwa damu ya Yesu Kristo. Neno la ushuhuda. Amen. So Mungu anataka uchukue hii Mathayo kwa uwezo wa Mungu 26:28 kama neno la ushuhuda, ili kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo uweze kumshinda shetani na dhambi iliyo ndani ya moyo wako. Amen. Neno la ushuhuda. Ushuhuda ndani ya damu.
sina neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda ni neno Mathayo 26:28. Hilo ndio neno la ushuhuda. Iwe yako umeandikwa wewe na mimi. Hii ndiyo damu yangu ya agano, Yesu Kristo, imwagikayo kwa ajili ya David, imwagikayo kwa ajili ya Karo, imwagikayo kwa ajili ya Benjamin, Shadrach na wengine wote, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Ilimwagika, sina dhambi kwa moyo wangu. Amen. Kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo. Mathayo 26:28. Mathayo 26:28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu haikumwagika, ilimwagika ili nini? Iondolewe dhambi, iondolewe kwa moyo wako na matendo yangu machafu. So Yesu alipomwaga damu, Mungu alifanya nini kwa moyo wake? Maandiko yanasema Mungu aliridhika. Mungu aliridhika. Yaani Mungu kuridhika. Hakuna mwanadamu anaweza mridhisha Mungu. Kwa matendo yako yote huwezi mridhisha Mungu. Huwezi jisafisha. Lakini Yesu alipomwaga damu, dhambi yako na yangu ilipooshwa, Mungu aliridhika kwa moyo. Akasema dhambi zao na makosa yao sitakumbuka tena kabisa. Mungu akafuta kila kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa kwa kazi ambayo amekufanyia. Amen. Na ndio kazi anakuambia. Usipo zaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho, usipo tubu utaangamia. Nikitubu, ukitubu na ukizaliwa mara ya pili, hautaangamia. Na ndio njia ya kuzaliwa mara pili. Isaia 53:10 na 11. Mungu aliridhika, wewe unafaa uridhike kwa kazi aliyofanya. Isaia 53:10 na 11. Kitabu cha Isaia 53:10. Lakini Bwana aliridhika kumchibua. Amemhuzunisha. Atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Atakapofanya nafsi yake, nafsi ya Yesu kuwa dhabihu, nafsi ya Yesu kuwa dhabihu ya dhambi zako na zangu. Ataona uzao wake. Mungu ataona wale walioamini uzao wa Yesu Kristo, kutoka na mateso ya Yesu Kristo watazaliwa. Ataishi siku nyingi. Yesu ataishi siku nyingi. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Atafanikiwa kukuokoa. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi ya Yesu Kristo. Na kuridhika. Mungu ataona Yesu akiteseka, siki, akipewa, akichapwa, akisulubiwa. Mungu anasema anaona tabu ya nafsi ya Yesu Kristo. Mazao ya tabu, matunda ya tabu ya Yesu Kristo. Yesu akilia kiu, Yesu akilia, Bwana wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu anasema kwa hiyo mateso yote Mungu atayaona. Na venye Mungu anapiga dhambi zetu kwa mwili wa Yesu Kristo, venye damu ya Yesu Kristo inamwagika, inaosha kutoka kichwa, inamwagika kutoka hapa kwa ndevu zake zilivutwa 50. Isaia ukisoma mstari wa 6, akipigwa misumari, Mungu anaona damu kwa Yesu Kristo, anasema haya mateso yote nimeyaona. Damu ikiosha dhambi zetu, Mungu anasema nimeridhika kwa moyo wake. So Mungu anataka uridhike na damu ya Yesu Kristo imekuondolea dhambi zako zote. Uridhike na hiyo. Tukimalizia tasoma toleo 2. Moja anasoma Petro, anasoma Ufunuo 1 mstari wa 5. Aina. Sawa. Maithia utasoma Ufunuo, kuna Biblia fulani, utasoma hiyo. Ufunuo 1 mstari wa 5 na Maithia pia utasoma Ufunuo 1 mstari wa 5. Inasema okay, iko sawa. Kuna moja inasema kutuweka huru. Neno. Waweza fungua neno, waweza soma neno, aina neno.
Weza fungua neno. Ila nasemaje? Mbona mstari wa 5? Naam. Nasoma kwa nguvu. Ufunuo 1:5 nasema tena zitokazo kwa Yesu. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo, Shahidi aliye mwaminifu. Shahidi aliye mwaminifu, Mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Mzaliwa wa kwanza, Yesu mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, Na mkuu wa wafalme wa dunia. na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye. Yesu na Mungu akupendaye, anayenipenda, atupendaye Na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. na kuosha dhambi zako na zangu ndani ya damu yake mwenyewe. Ananipenda na kupenda dhambi yako, aliosha na damu yake mwenyewe. Akiosha na damu inaondoka. Inafaa uamini imeondoka damu yake. Ufunuo 1 mstari wa 5. Ufunuo 1 mstari wa 5. Na kutoka kwa Yesu Kristo. Na kutoka kwa Yesu Kristo, ambaye ni yule shahidi mwaminifu. ambaye ni yule shahidi mwaminifu, Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Mtawala wa wafalme wa dunia. Mtawala wa wafalme wa dunia. Kwake yeye anayetupenda. Kwake yeye Yesu Kristo na Mungu anayetupenda, ambaye ametuweka huru kutoka dhambi zetu zote kwa damu yake. Yesu anasema kwa damu yake ametuweka huru kutoka kwa dhambi. Tulikuwa tumwa dhambi, sasa kwa damu ya Yesu Kristo anasema tuko huru. Ya kabla tujamalizia tuangalie Yohana 3. Na kipengele muhimu sana. Yohana 3 mstari wa 5. So Yesu alipokuwa anaongea na Nicodemus, Yesu alikuwa anamueleza haya yote ambayo tumeyasoma. Weza soma 5 tafadhali. Yohana 3 mstari wake ni wa 5. Yesu akamwambia, amini nakuambia. Amini Nicodemus, waleo ni mimi na wewe. Amini Yesu alisema nakwambia. Hakuna mtu yeyote awezaye kuingia ufalme wa Mungu. Hakuna mtu yeyote awezaye kuingia katika ufalme wa Mungu kama hajazaliwa kwa maji na kwa roho. Kama hajazaliwa kwa maji na kwa roho. Tunazaliwaje kwa roho? Kwa kuamini kwamba baada ya toba, kuamini dhambi zetu zote zimetolewa, zimekuwa kwa Yesu. Alafu Mungu anaondoa dhambi, anaweka Roho Mtakatifu. Unapoamini dhambi zako zote zimetolewa, zimeoshwa na damu ya Yesu Kristo, Mungu anabatiza moyo wako na Roho Mtakatifu. Inakuwa umezaliwa kwa nini? Kwa roho. Ilikuwa hapa. Sawa. Yesu alipofika mstari wa 14, Yesu anaonesha venye mtu anazaliwa kwa roho. Na ni haya yote ambayo tumeyanena hapa. Yohana 3 mstari wake wa 12. 14. Yohana 3 mstari wake wa 14. Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka kule jangwani. Yesu anamueleza Nicodemus vile watu wanazaliwa kwa roho. Anasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka kule jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa juu. Vivyo hivyo Yesu pia hana budi ya kuinuliwa juu, ili kila mtu amwaminie kwamba Yesu ameinuliwa, dhambi zetu zote zimekuwa kwa Yesu, Yesu zikahukumiwa kwa Yesu Kristo. Kila mtu atakayeamini hivyo awe na uzima wa milele. So Yesu akimueleza Nicodemus jinsi Yesu anaenda kuinuliwa msalabani, kwa sababu watu wanapokea Roho Mtakatifu wanapoamini. Venye Yesu atatolewa pale msalabani, venye Yesu ametolewa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunapoamini dhambi zetu zimetolewa, zimekuwa kwa Yesu, zimeoshwa na damu ya Yesu Kristo, dhambi zetu zinatolewa, alafu Roho Mtakatifu anaikuwa ndani, tunakuwa na uzima wa milele. Mstari wa 6. Yohana 3 mstari wake ni wa 6. Mwili uzaa mwili, lakini roho uzaa roho. So Yesu alikuwa anamueleza jinsi mwanadamu anazaliwa kwa roho. Kwa yeye akienuliwa, na unapoamini kazi ya msalaba, Yesu ameinuliwa, dhambi inaondolewa. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, walipokuwa na sumu ndani ya mwili yao, wameumwa na nyoka.
Walipokuwa na sumu, walipoangalia nyoka ya shaba, sumu iliondolewa na wakaishi. Yesu anasema hivyo ndio inaenda kufanyika msalabani. Tuko na dhambi, uko na dhambi, unapoamini zimechukuliwa, zimekuwa kwa Yesu Kristo. Yesu amenuliwa msalabani, amemwaga damu yake pale msalabani. Dhambi inatolewa, sumu inatolewa, alafu dhambi inaondolewa. Mungu anaweka Roho Mtakatifu, uzima unakuwa nao. Yesu anaeleza venye nazaliwa kwa Roho, mstari wa 8, kama vile upepo. Natumai Yohana 3 mstari wa 8. Upepo uvuma popote upendapo. Upepo uvuma popote upendapo. Mvumo wake unausikia. Mvumo unausikia upepo. Lakini huwezi kufahamu utokako wala uendako. Lakini huwezi kufahamu upepo unatoka wapi na unaenda wapi. Lakini unafahamu miti inapoenda hivi unasema kuna upepo. Lakini hujui inaelekea wapi ama inaenda wapi. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa na Roho. Ndivyo ilivyo kwa kila mtu aliyezaliwa na Roho. Mstari wa 14 anaeleza kama vile Musa. Yohana 3 mstari wa 14, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka kule jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa juu, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Yeah. Hivyo ndio tunazaliwa kwa Roho. Baada hiyo ni kuzaliwa kwa maji. 16 Marko 16. Unaweza kusoma Marko 16. Yule mtu ambaye amepata imani kwamba dhambi zake zimeondolewa, amepata ufunuo kwamba kupitia kazi ya Yesu Kristo msalabani, damu yake imemwagika, ukaoshwa, akafa. Wewe ukakufa pamoja naye, nami mkafa pamoja naye, akazikwa, tukazikwa pamoja naye, akafufuka ili tuhesabiwe haki na tukahesabiwa haki pamoja naye. Baada hiyo ni ubatizo. Marko 16:16, yeyote aaminie na kubatizwa ataokoka. Yoyote aaminie baada ya kupata toba, ondoleo la dhambi na kupewa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kuamini. Ukishaamini ubatizwe kwa maji, nao utaokoka. Lakini yeyote asiamini atahukumiwa. Lakini yoyote asiamini atahukumiwa. Mungu wa Abraham, wa Isaka na Yakobo, umenena Bwana kuhusiana na jinsi mwanadamu asipotubu lazima taangamia, except kaongea pia katika kitabu chengine ambao kurasa zake zote zinafanana na ujumbe pia unafanana, kwamba tusipozaliwa mara ya pili hakika atauona ufalme wako Bwana. Mungu anaonyesha jinsi mwanadamu unamuita asiangamie katika maangamizi ya moto wa milele, ila amini kazi ya Yesu Kristo. Baada ya kutubu dhambi iondolewe Bwana. Weke Roho wako Mtakatifu Bwana. Nafadhilisha imani kwa ubatizo wa maji. Sema lazima tuzaliwe kwa maji Bwana. Mungu, kumbuka kundi lako dogo hili. Mungu tuhurumie Bwana. Ndio kapatiane toba katika ukamilifu Bwana, ndio kapatiane imani Bwana ya kazi ya damu ya Yesu Kristo, mauti na kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo Bwana, katika kuhesabiwa haki na hata kubatizwa kwa maji Bwana. Mungu, nafsi ya David naikabidhi mikononi mwako Bwana, katende. Nafsi ya Karo Bwana katende. Nafsi ya Benjamin, Joshua, nafsi ya Shadrach, nafsi ya Lydia na nafsi ya wengine wote mtakatifu wa Israeli, hata walio Tanzania na wale wengine Bwana, wampata rehema na neema ya kusikia katika mitandaoni Bwana. Mungu, naomba nenda ukajidhihirishe Bwana. Usipookoa Bwana, hakika hakuna nafsi itaokoka Bwana. Ana wokovu ni kazi yako Bwana. Asante kwa kuwa umesikia Bwana, na ni kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tusikia, amen. Amen. Sema neema. God, the fellowship of the Spirit, is now and forevermore. Amen. Sema Baba yetu, Father what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and us not
Amina.